Ndio kwanza waungana nasi, kipindi ni Zumari na leo hii tupo katika soko kuu la kimataifa la Kariakoo hapa Dar es Salaam, ambapo hapa leo Zumari tupo naye mchambuzi wa historia, ambapo yeye ni mzaliwa wa eneo hili la Kariakoo na ametupitisha kwa kina namna ambavyo soko hili lina mchango na historia kubwa kabisa katika kupatikana kwa uhuru wa nchi yetu hii. Hivyo basi bado tuko naye na tunaendelea kuzungumza naye mengi kwa hakika. Na Mohamed Said, tulizungumza mengi hapa awali, lakini ilionyesha wewe kujiuliza kwa nini kutokana na ukubwa wa historia ya soko hili la Kariakoo katika kupatikana uhuru wa nchi yetu hakuna alama yoyote inayoonyesha historia hiyo. Sasa unadhani kwa nini historia hiyo ni muhimu kuandikwa ama kuwepo hapa? Mimi nina hakika bila shaka yoyote, laiti Mama Samia angalijua historia ya soko hili katika kulifungua tena, angewaambia wananchi, jamani, hapa si mahali pa mchezo. Hapa baba wa taifa hili Mwalimu Julius Kambarage Nyerere hapa ndipo alipoanza harakati zake za kuwaunganisha kwa Tanganyika kupigania uhuru wa nchi hii. Na hapa kulikuwa na ofisi, Mwalimu akija hapa akikaa na wenzake, ofisi ya Market Master Abdul Said. Na wakati huo Mwalimu alikuwa yeye keshacha kazi ya walimu. Wamishonari wamwambia mawili, bwana, baada ya kutoka yuno, chagua siasa ama chagua tano. Ambia Nyerere, sisi tunataka uache kazi tushirika na bari tukomboe nchi hii. Mwalimu akachukua tano, anakuja hapa usiku kwa Bwana Abdul. Hapa ndipo alipoanza kujuana na watu wa Dar es Salaam, kuweka ule msingi ambao baada ya kuwa na msingi mara hapa ndio Mwalimu sasa akawa anatoka kwenda katika majimbo. Basi hii historia iwe isijulikane, iwe hivi hivi tu. Hapa muhimu hapa iwekwe alama, iwekwe bango, waeleze hapa tulikuwa nini. Mali pengine siku zote ninasema ni Anna Toglo. Mwalimu kachukua uongozi wa taa mwaka 53 Aprili 17 kwenye ukumbi wa Anna Toglo, kwenye uchaguzi wa kumtafuta rais wa taa, na wachakubaliana kuwa baada ya taa tunaunda chama cha tano. Basi hii historia hiyo haipo kweli, sisi tunaona sawa. Na hakika Mama Samia angejua suraia angeisema hii kwa hapa tupahifadhi na tupaheshimu, kwa hii ni moja ya ngome ya baba taifa katika kupambana na Waingereza kuiletea nchi hii uhuru. Sasa kwa hiyo kwa maneno mafupi tu, nini wewe ushauri wako kama mchambuzi wa historia na umuhimu wa mahali hapa kuhifadhiwa historia hii? Kwanza lazima liwekwe bango pale Swahili, ambapo sasa hivi tena barabara imejengwa soko, imekuwa soko. Waonyeshe hapa ilipokuwa soko hii, hapa palikuwa na ofisi, ndio hiyo ofisi hapa kibasi. Waonyeshe, weke bango pale. Mtu akipita atakana nafanya shughuli zake, hata watu wadogo wakifa pale wakisoma, ile inaingia kujakilia kuwa hapa ni mahali muhimu katika historia yetu ya Tanganyika. Okay. Sawa. Sina shaka wito huu na ujumbe huu ambao ameufikisha mchambuzi hapa wa historia Mohamed Said juu ya kuwepo bango hapa litakalo onesha na kuzungumza kuhusu umuhimu wa kihistoria kwa wale ambao walifanya kazi kubwa kabisa ya kupigania uhuru wa nchi yetu, na kuwepo bango ambalo litaeleza haya ambayo ameyazungumza katika eneo hili la soko kuu hili la kimataifa la Kariakoo. Naam, Mohamed Said, tunafahamu Kariakoo ni eneo ambalo pia vimezaliwa vilabu vikubwa hapa nchini, kwa maana Simba na Yanga, na huwezi kuacha masuala haya ya mchezo wa mpira wa miguu kuyahusisha na harakati mbalimbali ambazo zilikuwa zikifanyika hapa katika soko hili la Kariakoo. Kwa kipindi hicho, hawa wafanyabiashara ambao walikuwa na mchango kwa TANU
na kukiwezesha chama hiki kwa namna moja ama nyingine, hao watu walikuwa wakihasimiana vipi kimichezo? Jafar, umenipeleka mbali sana. Hapa hii ilikuwa patupu tu, hapa ni meza zimewekwa pale mbele pale, ndio palikuwa na sehemu, mtu mmoja anaitwa Ayubu. Ayubu alikuwa mpenzi mkubwa wa Sunderland. Watu wakamwita Ayubu Kiguru kwa sababu mguu wake mmoja ulikuwa na athari, lakini Mungu alimpa kipaji cha kuzungumza. Unaweza kusema Ayubu alikuwa Haji Manara wa enzi zile. Sasa mimi kama nikija Katolikizo nilipotoka Moshi tena, basi mimi naniacha hapo pembeni, Swahili hapo pembeni, ofisi ya Bwana Abdo ndio ilikuwa stendi hapo, ilikuwa stendi. Na kuja na basi la dereva mmoja akaitwa Kapesa, akijuana na familia yangu. Ndio yeye anakabidhiwa na mama kule Moshi, ananifikisha mpaka hapa kwa dereva wa DMT. Ayubu siku Sunderland wamechukua kikombe ambao ndio Simba wa leo. Basi asubuhi anakuja pale, kile kikombe amekiweka mbele, amepanga biashara yake ya nyanya. Zaidi ya biashara kubwa ilikuwa nyanya hapa sokoni. Na yeye alikuwa amevaa jezi namba 6 ya Hamisi Kilomoni. Sasa watu wanapita pale wanatunza pesa kwenye kile kikombe. Siku hiyo Yanga wengi walikuwa wanafanya biashara samaki. Ndio. Na Sunderland wakitaka kuwavunja nguvu Yanga, kwa nini nyinyi wauza samaki nyinyi? Walikuwa wakiwakoga kwa maneno hayo. Na ni maana si kama samaki ilikuwa sio biashara, lakini unatafuta kitu cha kumvunja nguvu mwenzako. Basi siku hiyo watu wa Yanga watakuwa hawana raha hata kidogo. Na katika siku za kawaida umefanya biashara, faida zishaingia, wana hamu ya kupumzika. Yanga wanatoka kule kwenye samaki, wanamfuata Ayubu pale. Ayubu tutoka kule, naona Yanga wanakuja Takatogo wale. Basi sisi tunasikiliza yale mabishano, utafurahi. Na unajua zamani upinzani ulikuwa ni mazungumzo tu, nani atasema maneno makali ya kumzidisha mwenzake. Basi Yanga anaweza kuwa kama 10 lakini hawamwezi Ayubu. Na hapo nyuma hapo ilikuwa mnada, kulikuwa na soko la chai na soko la papa nyuma sijui kama mnada bado upo. Kama siku ya mechi ya Sunderland na Yanga pale, toka asubuhi unafuka, wanawasha wanachoma ubani pale, moto unashuka, unafuka tu pale, unafuka pale. Sasa ilikuwa shambra hizo hapo zilikuwa zaidi. Sasa ngoja nikwambie kitu kimoja. Ndio. Mzee Mangara alikuwa anakaa mbele hapo Mto Swahili. In fact nyumba ya bibi yangu Bidebora hii hapa, nyumba ya pili ya Mzee Mangara. Huyo Mangara ambaye alikuwa kiongozi Yanga, alikuwa mwenyekiti. Mzee Mangara anakuja sokoni na kanzu yake ile nini, anakuja sokoni kununua vitu. Kwanza pale anapanda na Ayubu. Ayubu hawezi kumtania Mzee Mangara, anamstai, ni mtu mzima. Atamtolea salamu, atamtolea, alafu atamwambia Mzee Mangara, ukimaliza kununua vitu tafadhali uje hapa nikupe nyanya umpelekee mama nyumbani. Yeye anajua Mzee Mangara kwa Ayubu anataka kitu gani. Basi akifika pale anamwamkia vizuri, anamkusanyia vitu vilivyokuwa navyo pale, anamfungia kwenye mfuko. Hachukui pesa. Anaambia hivi, mpelekee bibi mkubwa. Sasa Mzee Mangara, huyu anamwambia, "Wewe Ayubu wewe, nyie tulieni tumechinjani. Tutakufungiani sisi." Ayubu hata ajibu, atacheka tu. Hali ilikuwa namna, umenikumbusha mbali sana. Naam. Ulikuwa uhasimu mkubwa sana wa kimpira. Lakini sio kutukanana wala kupigana. Maneno tu na vibweka kama hivi. Mzee Mangara amekuja kununua vitu, Ayubu anamfungia vitu, anambia, "Mimi mzee mpelekee mama nyumbani." Sawa, muktadha wa mazungumzo yote haya ambayo tumekuja kuyazungumza hapa ni baada ya kuzinduliwa rasmi kwa soko hili la Kariakoo baada ya kuungua pale mwaka 2021 na kurejea tena biashara kama tulivyo shuhudia rais akilizindua tena rasmi soko hili kwa muonekano uliopo hivi sasa, lakini miundombinu ambayo imewekwa hivi sasa. Nini ushauri wako, maoni yako juu ya kulienzi soko hili, hasa katika matarajio yanayotarajiwa ya kuwawezesha biashara katika maeneo mazuri? Ninapendeza kulitazama soko, linapendeza kama soko linatakiwa kuwa duniani kote, lakini tarudi pale pale,
halitokamilika soko hili bila kuweka historia yake ya kupigania uhuru. Hii ni historia ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ndio historia ya Kariakoo. Isiishie kwenye biashara tu, waeleze Mwalimu Nyerere hapa alifanya nini wakati wa kupigania uhuru, na waeleze wale watu ambao walikuwa naye bega kwa bega. Isiyo watu wanaitizama tu soko kama soko, watizame harakati gani zilikwenda hapa wakati wa kupigania uhuru. Huo ndio muhimu. Naam, mzee wangu Mohamed Said, hakika mimi nakushukuru sana kwa muda wako na kwa historia uliyotupitisha kwa ujumla. Asante sana. Naam, mtazamaji wa kipindi cha Zumari ni Mohamed Said, mchambuzi wa historia, na leo hii alitupitisha katika historia ya eneo ambalo amezaliwa yeye na eneo ambalo limezinduliwa hivi karibuni mara baada ya maboresho, baada ya kuungua pale mwaka 2021, na hivi sasa linaonekana soko lingine hili la Kariakoo katika mtazamo mwingine, katika muonekano mwingine, ikiwa imeimarishwa miundo mbinu yake pamoja na namna ambavyo basi wafanyabiashara watakavyokuwa wakifanya biashara katika soko hili, kutoka kupanga biashara chini ya sakafu mpaka kupanga biashara katika juu ya meza na vipu kabisa. Niseme tu tutosheke kwa haya ambayo tumeyapata kwa siku hii ya leo katika kipindi hiki cha Zumari. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kipindi hiki, mimi jina langu ni Jafari Mponda. Endelea kuitazama UTV, Azam TV, burudani kwa wote.